na gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele laandika kwa RJK karibu John Pombe Magufuli ukawasusia matukio 28 ya kiapo ni miongoni mwa habari katika ukurasa wa mbele. Habari hii inapatikana ukurasa wa 4. Inasema Watanzania leo watashuhudia mabadiliko ya uongozi wakati Rais Jakaya Kikwete ataondoka rasmi madarakani kumpisha rasmi Dr. John Magufuli kwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwa na kibarua kigumu cha kufanya mabadiliko yatakayopunguza ugumu wa maisha kwa wananchi. Dr. Magufuli anaapishwa leo kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam akiwa pamoja na Samia Suluhu Hassan anayekuwa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa wa makamu wa rais. Tukio hilo la kihistoria litashuhudiwa na viongozi mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi, lakini pia ukao kutoshiriki mbali na sherehe hizo kutohudhuriwa na watu mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Viongozi wa vyama vinavyounda umoja wa katibu wa wananchi Ukawa hawatahudhuria. Mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe ambaye pia ni mwenyekiti mwenza Ukawa alisema jana kuwa hawatashiriki shughuli ya kuapishwa kwa Dr. John Magufuli kwa kuwa wanapinga mchakato wa uchaguzi. Habari nyingine katika ukurasa wa mbele ni mawaziri wa JK watakiwa kurudisha magari Ikulu. Habari hii inapatikana ukurasa wa 3. Inasema mawaziri wa serikali ya awamu ya 4 wametakiwa kurejesha Ikulu magari wanayotumia mara baada ya kuapishwa rais mteule Dr. John Magufuli kwenye uwanja wa Uhuru leo. Na ukurasa pili kwa gazeti laandika wabunge walilia ahadi za Dr. Magufuli. Ni wabunge wateule wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wamesema wanatarajia rais mteule Dr. John Magufuli atafanya mabadiliko kiutendaji kuimarisha muungano, huku wengi wakitarajia kutekelezwa kwa ahadi alizotoa wakati wa kampeni. Mtihani kidato cha 4 upo pale pale ni miongoni mwa habari katika ukurasa wa 3 kwenye gazeti Mwananchi. Inasema wakati Rais Jakaya Kikwete akitangaza kuwa leo ni siku ya mapumziko nchi nzima ili kutoa nafasi kwa Watanzania kushiriki na kufuatilia sherehe za kuapishwa kwa rais mteule Dr. John Magufuli kwenye uwanja wa Uhuru Dar es Salaam, wanafunzi wa kidato cha 4 wataendelea na mitihani yao ya kuhitimu elimu ya sekondari kama kawaida. Habari nyingine ni JK akutana na Maalim Seif. Ni Rais Jakaya Kikwete jana alikutana kwa saa moja na mgombea urais wa Zanzibar kwa tiketi ya CUF Maalim Seif Sharif Hamad kuzungumzia hali ya kisiasa Zanzibar. Nahitimisha gazeti Mwananchi na kamata gazeti Mtanzania Fikra Kinifu katika ukurasa wake wa mbele limepambwa na habari nasema Maalim Seif amwaga vielelezo kwa Kikwete. Ni Rais Jakaya Kikwete jana alikutana na aliyekuwa mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha wananchi CUF Maalim Seif Sharif Hamad kwa ajili ya kuzungumzia hali ya kisiasa visiwani humo. Taarifa zinasema Maalim Seif amemkabidhi Rais Kikwete vielelezo vyote vya kura zilizopigwa visiwani humo. TB Joshua akutana na Ukawa kwa Lowassa ni habari katika ukurasa wa mbele. Habari hii kwa undani inapatikana ukurasa wa 3. Inasema mobili wa kimataifa kutoka nchi Nigeria TB Joshua amefanya mazungumzo na kiongozi wa vyama vinavyounda umoja wa katibu wa wananchi Ukawa kwa zaidi ya saa 2 na kueleza kilichomleta Tanzania ni kufikisha ujumbe wa amani alionao juu ya taifa. Na ukurasa pili wa gazeti laandika Pinda sema serikali imetunisha mfuko wa mahakama. Ni serikali imesema mfuko wa mahakama nchini umeendelea kuongezeka hadi kufikia 54.8, hatua inayokiwezesha chombo hicho muhimu kujitegemea na kutoa haki kwa wananchi. Habari nyingine ni shahidi awakaanga kina Mgawe upanuzi bandari, lakini TEF walaani kudhalilishwa data mengi. Kidato cha 4 kuendelea na mitihani leo ni habari nyingine. Mawaziri watakiwa kurudisha magari Ikulu ni miongoni mwa habari katika kurasa za ndani kwenye gazeti Mtanzania. Kwa upande wa gazeti Majira katika ukurasa wake wa mbele laandika Kikwete Seif wakubaliana wateta kwa saa 1 Ikulu, lakini Magufuli kuapishwa leo. JK atangaza mapumziko Ukawa wakataa kushiriki ni habari nyingine katika ukurasa wa mbele kwenye gazeti Majira. Dr. Shein asema Dr. Shein bado yuko madarakani, asema Balozi Idi. Ni serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imesema Dr. Ali Mohamed Shein ataendelea kuwa madarakani katika nafasi ya urais na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi hadi utaratibu wa kikatiba na kisheria utakapokamilika na kurudiwa kwa uchaguzi wa Zanzibar. Wafuasi 17 Chadema wapandishwa kizimbani ni habari nyingine katika ukurasa wa pili. Inasema
Watu 17 wanaodaiwa kuwa wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jimbo la Igunga mkoani Tabora jana wamefikishwa mahakamani kwa mara ya pili wakikabiliwa na shtaka la kufanya mkusanyiko usio halali. Majambazi wateka madereva wa pora fedha ni habari nyingine katika ukurasa wa mbele, na ukurasa wa 5 kwenye gazeti laandika mvua ya acha kaya bila makazi Kasulu. Ni mvua iliyoambatana na upepo mkali imesababisha hasara kubwa kwa wakazi wa kaya zipatazo 39 wa vijiji vya Mugombe na Katonga katika kata ya Nyakitoto, halmashauri ya wilaya Kasulu mkoani Kigoma, wakiwa hawana makazi. Matula ili kuharakisha maendeleo ni habari nyingine katika kurasa za ndani kwenye gazeti Majira. Kwa upande wa gazeti Uhuru limepambwa na habari nasema historia mpya. Hivi ndivyo Dr. Magufuli atakavyoapishwa, sherehe kuhudhuriwa na marais wa 8. Ni tukio la aina yake, JK kabidhi mikoba, lakini serikali yasema Mkapa yu mzima wa afya. JK ateta na Maalim Seif Dani, habari nyingine katika ukurasa wa mbele kwenye gazeti Uhuru. CCM Talime kwa fukuta ni habari katika ukurasa wa pili. Inasema Chama cha Mapinduzi ilani Tarime mkoani Mara kimewataka viongozi wa kata ya Matawi kuandaa utaratibu wa vikao vya kujadili sababu za kupoteza kiti cha ubunge na udiwani katika uchaguzi uliopita. Mvua ya athiri familia 362 ni habari nyingine, lakini Pinda asema mahakama kusogezwa kwa wananchi. Mzee Mkapa yu mzima wa afya ni serikali imekanusha uvumi ulioenea kuhusu kifo cha rais mstaafu Benjamin Mkapa na kusema yu hai buheri wa afya na yanosemwa ni uzushi mtupu. Aidha imesema inaendelea kufuatilia chanzo cha uvumi huo na kwamba itachukua hatua kali dhidi ya atakayebainika kuhusika. CCM yampitisha Omar Kigoda kuwania ubunge Handeni ni habari katika kurasa za ndani. Inasema Chama cha Mapinduzi CCM kimempitisha Omar Abdalla Kigoda kuwa mgombea ubunge wa jimbo la Handeni. Taarifa CCM kwa vyombo vya habari iliyotolewa jana na kutiwa saini na katibu wa halmashauri kuu ya taifa neki ya CCM itikadi na uenezi na Penawe ilisema hatua hiyo inatokana na Omar Kigoda kushinda kwenye kura za maoni. Na ukurasa 7 kwenye gazeti hili ni habari za kimataifa, ambapo kuna habari inasema ajali ya ndege yaua zaidi ya 30 Sudani Kusini. Habari inatoka Juba, Sudani Kusini, inasema watu zaidi ya 30 wanasadikiwa kufariki dunia baada ya ndege waliokuwa wakisafiria kudondoka na kuwaka moto karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Juba. Taarifa za ajali hiyo bado haijataja idadi kamili ya waliokufa, huku kukiwemo na madai kwamba waliokufa ni kati ya watu 25 na 40.